Bana sasa Azam TV wamepewa maua yao kiukweli. Kaka D umeipata niliona juzi. Bana wewe mfukunyuku. Nimeipata na kazi zake. Nikwambie tu kuna comment hapa inahitaji ufafanuzi. Kwanza tuangalie alichokiandika Dr. Sisimizi. Anasema ila Azam TV wanastahili pongezi I say. Imagine watu wanaonesha World Cup kwa lugha mbili, Kiingereza na Kiswahili, na kote kuna studio yake, na bado wanaonesha NBC kwa studio nyingine. Hawa jamaa wako mwaka wa mbele I say. Yes, Dr. Sisimizi kwanza. Mimi kwanza nimpongeze Dr. Sisimizi kwa uandishi wake uliotukuka. Ndio. Mimi wakati nasoma neno nyingine na nyingine zilikuwa zinanichanganya sana. Lakini hii ambayo ameiandika Dr. Sisimizi ndio yenyewe. Nyingine. Kwa hiyo ametumia Kiswahili mufti. Ametumia Kiswahili mufti. Nizani unaniita bwana. Hii Kiswahili mufti. Nilikuwa naitika nisogea. Uokote. Dr. Sisimizi akuzungumza porojo, yani amezungumza Kiswahili mufti kabisa. Kabisa mufti kabisa. Lakini sio mufti hali. Sawa. Sasa tuangalie kwenye comment kwenye comment. Elias Masanja anasema kiukweli jamaa wameukuza sana mpira wa Tanzania. Uongo mbaya, wapo serious sana na kazi yao. Sawa. Sasa huyu Mleka Stefano anasema hapo si ni flow moja tu imekatwa mara mbili, au wewe unajua ni majengo mawili tofauti? Yaani anahisi labda akina Chiko Lawi kule wapo pembeni hapo alafu huko pato labda hivyo upande mwingine. Ni Edward huyo. Tangazaji huyu ni Edward. Hii kwa mechi yako kaka. Yaani huyu anazunguka hii mechi yako unatangaza. Huyo kaka. Anamuda ulumbi hapo. Juzi hiyo. Wakati wananchi na hii ni wananchi hawa ndio. Kwa hivyo tumwambie tu ndugu yetu ya kwamba anachokifikiria yeye akifikiri kwamba yeye ndo mtaalamu. Yeye anaamini ni mtaalamu, anamkosoa Dr. Sisimizi. Kumbe ndo anaungua na jua. Studio imegawagawa tu. Hiyo alipo ndugu yangu. Singekuwa tunajimwaga mwaga hivi. Yaani hapo kasahau tu. Yeye alitakiwa kusema wakati Azam TV wanaonyesha kombe la dunia. Ndio. Wanaonyesha mechi kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili, wanaofanya build up ya vipindi vingine. Sasa hivi kuna mzuka wa kombe la dunia, vipindi vingine vinaendelea kama kawaida. Yaani hapa tunavyozungumza taarifa ya habari haijaathiriwa kwa chochote na uchanganuzi wake. Yaani watu wanapata habari na uchanganuzi. Watu wanapata taarifa za michezo na uchambuzi. Watu wanapata vipindi kuelekea kwenye kombe la dunia. Hao ndio Azam TV, burudani kwa wote. Hivi anafahamu kama kuna launch, yani kwa maana ya kwamba wakati uchambuzi unaendelea kuna sehemu watu wanapata viburudisho. Muonekano wake ni kama taarifa zako ninazo. Mufti, taarifa zako ninazo. Kwamba vikombe 20. Taarifa zako ninazo. Kwamba vikombe 20 kwa siku. Na kwa taarifa amesema kwamba baada ya finali kuisha mpime pressure kidogo. Ndio imeshuka. Mimi bwana, unajua ule mtungi ulipofika pale, ule mtungi wa cappuccino. Mimi nilikuwa sijui shughuli yake ni nini. Sio unanielewa? Ndio. Yule Bayona na Ali Mufti taarifa zao. Mimi nimeenda kujaribu tu pale mara moja. Aliyekwambia amekuongopea. Mara moja.